Hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa usiku huu nchini Tanzania. Mtazamaji, mzozo mkali umeibuka ndani ya CCM kati ya Rais Samia Suluhu na Paul Makonda siku chache tu baada ya uteuzi wake ndani ya wizara ya CCM. Mtazamaji, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa onyo kali na lisilo na utata kwa uongozi wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo siku chache tu baada ya uteuzi, akimwelekeza Waziri Paul Makonda na makamu wake Hamis Mwinjuma maarufu kwa jina la Mwana FA kumaliza mara moja migogoro yao ya ndani na kuzingatia majukumu yao rasmi serikalini. Ujumbe au onyo hilo uliotolewa kutoka Ikulu Chamwino mjini Dodoma Januari tarehe 13 mwaka huu ulisisitiza jinsi Rais Samia anavyozidi kutovumilia mizozo ya uongozi ambayo anaamini inadhoofisha utendaji wa serikali. Akizungumzia suala au hali hiyo, Rais Samia alionyesha wazi kutoridhishwa na kile alichokieleza kuwa ni migogoro inayoendelea ndani ya uongozi wa juu wa wizara hiyo. Alisisitiza kuwa uongozi wake unahitaji viongozi wanaoweza kufanya kazi kwa ushirikiano na weledi badala ya kujiingiza katika mabishano binafsi ya ndani kwa ndani yanayokwamisha utoaji wa huduma. Kwa maoni yake ya umma, Samia Suluhu anatarajia matokeo, si mchezo wa kuigiza kutoka kwa wale waliopewa mamlaka na kuteuliwa. Rais aliweka bayana kwamba anaona migogoro ya ndani ya serikali CCM sio tu haina tija bali ina madhara kwa maendeleo ya taifa. Kwa kuwaita Makonda na Mwana FA moja kwa moja, aliashiria kwamba hakuna afisa yoyote serikalini CCM bila kujali ushawishi wa kisiasa au wasifu wa umma ambaye hana uwajibikaji. Hata hivyo, kuingilia kati kwake kuliwekwa kama hatua ya lazima kurejesha nidhamu ndani ya serikali na uwiano ndani ya wizara. Katika matamshi yake, Rais Samia alitumia lugha ya wazi kuangazia uzito wa wasiwasi wake, huku pia akitumia sauti iliyochanganya uongozi thabiti na ucheshi mkali wa kisiasa. Alimkumbusha waziri huyo kuwa alimpandisha cheo na kumteua ili kutoa matokeo katika sekta ya michezo na ubunifu na si kuongoza migogoro isiyo lazima. Ujumbe wa kimsingi wa Samia ulikuwa kwamba uteuzi wa viongozi hao Paul Makonda na Mwana FA unakusudiwa kutumikia taifa, sio kuchochea vita vya ndani vya madaraka. Rais aliendelea kuonya kwamba kuendelea kwa mapigano hakutavumiliwa na kwamba hatua madhubuti zitachukuliwa ikiwa mabishano hayo yataendelea dhidi ya Makonda. Kauli yake ilionyesha wazi kwamba udhabiti wa shughuli za serikali CCM huchukua nafasi ya kwanza juu ya matamanio ya mtu binafsi au haiba. Kwa kuweka mstari thabiti, alisisitiza falsafa yake pana ya uongozi kwamba utendaji na umoja ndio hatua kuu za utumishi wa umma. Rais Samia Suluhu alisisitiza kuwa wizara husika ina mchango mkubwa katika kuchagiza maendeleo ya vijana, utamaduni, sanaa na michezo, maeneo ambayo yanaathiri moja kwa moja utambulisho wa taifa na mafungamano ya kijamii. Hata hivyo, mtazamaji, alibainisha kuwa sekta hiyo inaendeshwa kwa kiasi kikubwa na vijana wenye nguvu nyingi na matarajio ya maendeleo, na kwamba migogoro ya uongozi katika hatari ya juu ni kudhoofisha wafanyikazi na wadau. Kwa sababu hiyo, alisisitiza kwamba viongozi hao wawili lazima washirikiane kwa karibu na kitaaluma. Aliweka wazi kuwa waziri ana jukumu la jumla la kuratibu kazi ya Wizara ya Habari na kuhakikisha kuwa timu yake inafanya kazi kama kitengo kimoja na chenye ufanisi. Wakati huo alisisitiza kuwa naibu waziri pia ameainisha majukumu ambayo lazima yatekelezwe bila msuguano au ushindani. Agizo lake lilikuwa kwamba majukumu yanapaswa kugawanywa kwa uwazi na kuheshimiwa na kila kiongozi kuwajibika kikamilifu kwa jukumu lake. Onyo la Rais Samia halikuwa kuhusu wizara moja tu, bali liliakisi kampeni yake pana ya kuweka nidhamu katika serikali nzima. Amekuwa akisema mara kwa mara kwamba migogoro ya ndani, kutofautiana kwa umma na ugomvi wa mamlaka kibinafsi hudhoofisha taasisi na kuondoa uaminifu wa umma. Hotuba yake mjini Dodoma ilithibitisha tena kwamba anaona umoja madhumuni kama muhimu kwa utawala bora na kutataka mchezo na uteuzi aliofanya, na hivyo Rais Samia alionyesha kwamba yupo tayari hata kumfuta kazi Paul Makonda ikiwezekana. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa walibaini kuwa udhabiti wa ujumbe wake uliashiria kuwa tayari kuchukua hatua za kurekebisha iwapo agizo lake litapuuzwa, kutahadharisha wazi kwamba kuendelea kwa mgogoro kunaweza kusababisha madhara makubwa kwa
wanaohusika, Rais Samia Suluhu alionyesha kuwa yuko tayari kutekeleza viwango vya maadili ndani ya baraza lake la mawaziri. Mbinu hii imezidi kubainisha mtindo wake wa uongozi unaochanganya mazungumzo na mistari iliyo wazi nyekundu. Majibu kwa kauli yake yalikuwa ya haraka katika mitandao ya kijamii na duru za kisiasa. Wananchi wengi walimpongeza kwa kile walichoeleza kuwa ni uongozi madhubuti, wakisema kuwa msimamo wake utasaidia kurejesha weledi ndani ya taasisi za umma. Wafuasi walisema uingiliaji kati wa rais ulionyesha kwamba anatanguliza matokeo na uwajibikaji kuliko miungano ya kisiasa au uaminifu wa kibinafsi. Wengine walitafsiri matamshi yake kama juhudi za kuondoa siasa katika utendakazi wa utumishi wa umma. Kwa kutaka viongozi wazingatie majukumu yao badala ya mizozo ya ndani, walisema Rais Samia anajaribu kupunguza ushawishi wa siasa za makundi ndani ya wizara za serikali. Kwao, ujumbe wake uliwakilisha ajenda pana ya mageuzi yenye lengo la kuimarisha taasisi za serikali. Ndani ya sekta ya sanaa, michezo na kitamaduni, wadau walionyesha matumaini kwamba onyo la Rais Samia litasababisha mazingira ya uongozi thabiti na wa makini. Hata hivyo, wengi wamelalamika kwa muda mrefu kuwa mivutano ya uongozi katika ngazi za juu mara nyingi huchelewesha kufanya maamuzi, kuchelewesha ufadhili na kuleta sintofahamu kwa wanariadha, wasanii na wasimamizi. Kwa hivyo, agizo lake lilionekana kama fursa ya kuongeza kasi katika sekta hiyo. Wakosoaji hata hivyo walionya kwamba maonyo makali ya umma kutoka kwa rais lazima yafuatwe na mageuzi madhubuti ya kimuundo ikiwa mabadiliko ya kudumu yatapatikana. Walibainisha kuwa migogoro ya ndani mara nyingi hutokana na mamlaka yasiyoeleweka, mwingiliano majukumu na shinikizo za kisiasa ambazo huenda zaidi ya watu binafsi. Hata hivyo, walikiri kwamba uingiliaji kati wa Rais Samia uliweka sauti muhimu ya jinsi masuala kama hayo yanafaa kushughulikiwa. Ujumbe wa Rais Samia pia uliimarisha msisitizo wake mkubwa juu ya uzalendo na uwajibikaji wa pamoja. Amekuwa akisema mara kwa mara kwamba viongozi lazima waweke maslahi ya taifa juu ya migogoro ya kibinafsi na kwamba umoja ndani ya serikali ni muhimu katika kuleta maendeleo kwa wananchi wa Tanzania. Onyo lake kwa Paul Makonda na Mwana FA siku chache baada ya kuteuliwa liliwekwa kama sehemu ya maono haya makubwa, kwa kusisitiza kwamba viongozi hao wawili waelekeze nguvu zao katika kazi zao mara moja kwenye majukumu yao rasmi. Pia Rais alitaka kusisitiza ukuu wa utumishi juu ya tamasha hilo. Mtazamaji, hata hivyo, hili ndilo onyo la Samia Suluhu kwa Paul Makonda pamoja na Mwana FA baada tu ya kuweza kuapisha baada ya kuwateua katika wizara hiyo ya habari. Vilevile mtazamaji, sasa hivi Mwana FA au Paul Makonda bado hawajaweza kujibu na bado hawajaonyesha dalili za kuweza kuonyesha mzozano katika ofisi hiyo. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia, nikitamatisha habari hizi. Ningependa nisikie maoni yako upande wa comment section. Je, una lipi la kusema kuhusiana na onyo lake Samia Suluhu kwa Paul Makonda baada tu ya kumteua na kumwapisha ofisini? Na kwa uwanja wa comment section, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwangu, vile vile itakuwa umenisaidia kwa sana. Alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.